majina naitwa Salama Zuberi Ali. Tunashukuru na tunaombea wa kanisa la Anglikana, Mwenyezi Mungu awazidishie na tuboreshewe huduma yetu. Tutashukuru kwa sisi wanawake hasa kwenda kujifungulia mbali tunapataga shida kwenye shida ndogo ndogo. Jina naitwa Fatuma Mohamed Ali, mjiji wa Lumesule, na baadhi ambao huduma ninayopata hapa ilikuwa ni ndogo. Na watu wanakuja hapa vyumba vidogo havikamiliki. Kwa hiyo tunakuwa tunapelekwa mbele. Kwa hiyo tutetea jengo letu, tunashukuru. Kwa majina naitwa Gaddafi Maulidi, napatikana kijiji cha Lumesule. Kwanza nashukuru sana kwa msaada wa kanisa waliotusaidia kutujengea hili jengo. Kwanza hili jengo lilikuwa limesimama kwenye msingi. Hao wamekuja, wameangalia, wameamua kutusaidia mpaka hii hatua iliyofikia. Tunashukuru sana. Kitakuwa na zahanati. Kwa hiyo tunatarajia hili jengo litapokwisha tutakuwa na kituo cha afya ambacho kitatusaidia kwenye mambo mengine. Kwa majina naitwa Abdalla Shabu Kaduri, ni mkazi wa Lumesule. Kuhusu ujenzi, kama wananchi tunashukuru kwa kanisa ambayo limetupa msaada. Na pia tunashukuru pia kwa hili jengo litaokoa maisha ya watu na wengi. Na mara likikamilika hili wagonjwa watakuwa wanaongezeka zaidi. Sababu hili likikamilika hapa tunashare wilaya mbili. Wilaya Tunduru na wilaya Nanyumbu. Kwa wote tunapatia huduma hapa. Kwa hili kikamilika, kwa hili itakuwa kitu bora sana. Kwa majina naitwa John Shayo. Ni mganga mfawizi zahanati ya Lumesule. Mradi huu ilikuwa ni jengo la OPD ambalo tulikuwa tunalipambania kwa muda mrefu kuweza kulikamilisha, lakini tulishirikiana na wadau pamoja na ngazi ya kijiji tukaweza kukamilisha katika hatua ya msingi pamoja na kumwaga jamvi. Kanisa Anglikana Diocese ya Masasi waliona jitihada zetu na wameamua kusapoti mradi. Kwa sasa wanaendelea katika hatua ya kupandisha ukuta pamoja na umaliziaji wote. Kwa hiyo sisi kama taasisi, sisi kama zahanati, sisi kama kijiji tunashukuru sana. Likienda kukamilika ina maana kwamba kila department inaenda kujitegemea. It means kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa usiri zaidi. Kwa hiyo wagonjwa wetu wataenda kunufaika zaidi na jengo pamoja na department ambazo zitakuwa zinajitegemea. Hakuna mwingiliano tena wa huduma. Kwa hiyo wananchi wetu wataenda kunufaika zaidi. Naamini tutapokea wateja wagonjwa wengi kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya jengo hili linavyoenda litakuwa ni jengo ambalo linajitegemea kwa kila kitu. Mimi ni Abdalla Hassan Kororo, ndo mwenyekiti wa serikali ya kijiji hiki cha Lumesule, na tukaweza kufanikisha kujenga msingi ambao umedumu ndani ya miaka 8. Lakini baada ya kukaa serikali ya kijiji tukaona kuna namna ya kuthamini nguvu za wananchi ambao zimeteketea pale chini. Kwa hiyo tukaanza harakati za kuinua jengo kwa kumwaga jamvi pale chini, na tukapata wafadhili ambao ni kanisa la Anglikana. Kipekee pia tuna sababu ya kushukuru, tuna sababu kubwa sana kuwashukuru hawa wafadhili wetu wa kanisa la Anglikana kwa kuweza kutusapoti katika ujenzi huu. Naitwa Bwana Evodio John Kiwero, ni afisa mtendaji wa serikali ya kijiji hiki cha Lumesule. Katika kijiji chetu tumebahatika kupata mradi wa ujenzi wa jengo la OPD ambao unadhaminiwa na kanisa la Anglikana. Mradi huu awali ulikuwa unatekelezwa na serikali ya kijiji kwa maana ya nguvu za wananchi ambao wao walianza katika level ya msingi, na baadaye serikali ya kijiji iliona ipo haja ya kuthamini nguvu za wananchi na hatimaye kuomba msaada kwenye shirika la Anglikana. Nao walitikia hilo ombi na kuanza kutekeleza au kusaidia hii shughuli. Wao wameanzia katika level ya kunyanyua kuta, na mnamo tarehe 27 mwezi wa 6 walianza ujenzi wa ukuta, na mpaka sasa tupo kwenye rinda katika mradi huu, na tunatarajia baada ya miezi miwili upauaji utakuwa umeshakamilika na hatua nyingine za umaliziaji kama upakaji wa rangi. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Canon Linus John Burian, ni kasisi wa kanisa la Tanzania Diocese ya Masasi, na tulipata nafasi ya kuja leo hapa Lumesule. Mimi nasimamia mradi huu wa ujenzi wa jengo la OPD katika zahanati ya Lumesule iliyoko wilayani Nanyumbu mkoani Mtwara. Kwa hiyo wananchi walikuwa wameshachimba msingi na walikuwa wamejenga msingi na wamejenga msingi wakati sisi tulipokuja na wafadhili mahali hapa. Kwa hiyo baadaye mainjinia walikaa wakapata tathmini, wakaona gharama ambayo inatakiwa ni kama milioni 86, na kwa hiyo wafadhili wakawa tayari kusaidia kiasi cha fedha ambazo zingeweza kusaidia kumaliza
ujenzi huko. Ujenzi mpaka ukamilike itagharimu milioni 86 kama na laki 7.